kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Anasema hivi, tangu hujazaliwa nalikujua, ukiwa tumboni nalikutakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama shetani anavyoweza kuachilia roho au dhambi ndani ya tumbo la mtoto, Mungu pia ana uwezo wa kufanya utakaso ndani ya tumbo la mtoto. Anamwambia Yeremia, nalikutakasa ukiwa tumboni mwa mama yako. Kuna mtu hajanisikia? Haleluya. Kwa Mungu anaweza kukuchagua tangu tumboni. Kwa huku duniani ukajisumbusha, lakini Mungu anasema huyu ni wangu, huyu ni wangu. Na ndio maana leo uko hapa, kwa sababu Mungu alikuchagua tangu tumboni. Haijalishi shetani alipanda nini kwenye tumbo lako ukiwa tumboni, lakini Mungu alishakuchagua tangu tumboni. Ndio ukie jirani yako mwambie, Mungu alishanichagua. Ongeza sauti yako, sema Mungu alishanichagua tangu tumboni. Kwa shetani haijalishi aliweka ulevi ndani yako, Mungu alikuchagua tangu tumboni. Amen. Haijalishi shetani aliweka kukataliwa katika ukiwa tumboni, Mungu alikuchagua tangu tumboni. Amen. Inua sauti yako, sema nimechaguliwa na Mungu, nimechaguliwa na tangu Mungu tumboni. Tangu tumboni. Hivi unajua ndani ya tumbo Mungu anajua wewe ni nani kabla hujazaliwa? Mungu asubiri eti wewe ufike upate degree au upate masters ndio ajue unaenda kuwa nani. Wewe ukiwa tumboni Mungu anajua wewe ni nani. Mwanzo 25 pale liandiko. Biblia inasema, ndio Bwana akamwambia, ndio mataifa mawili yamo tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tumboni mwako. Ndio. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Rebeka ni mjamzito, tumbo linamtesa, akilala usiku tumbo linamtesa. Anafika mahali anasema, Mungu, hii ni shida gani? Kweli nimeomba unipe mtoto, lakini mbona mtoto huyu ananisumbua? Mungu ndo anamwambia usiku kwamba Rebeka, umo tumboni huna tu mtoto, umebeba mataifa. Waliomo ndani ya tumbo lako sio watoto wa kawaida, ni nations, ni mataifa mawili ndani ya tumbo moja. Na akasema haya mataifa, moja atakuwa hodari kuliko mwingine, moja atakuwa na nguvu kuliko mwingine, na huyu mkubwa atamtumikia mdogo. Mungu anajua kila kitu tangu tumboni. Maanake wewe Mungu alishakujua tangu tumboni. Alishajua umebeba nini tangu tumboni. Amen. Haijalishi wewe unajijua au hujijui, Mungu anajua wewe ni nani. Amen. Na umebeba nini ndani ya umebebwa nini kilichobebwa ndani ya tumbo. Mungu anajua. Amen. Ninaongea na watu wa Mungu hapa. Amen. Sema tena amen. Mimi maombi yangu na dua, kile ambacho Mungu alikiweka tangu tumboni kikadhihirike kwenye maisha yako. Nasema kikadhihirike katika maisha yako. Kikadhihirike katika maisha yako. Kama Mungu alitaka uwe mtu mkuu, basi ule ukuu ukaonekane. Amen. Kama Mungu alitaka uwe mbarikiwa, ile baraka ikaonekane. Amen. Wewe sio wa kawaida, ulichaguliwa tangu tumboni. Yes. Uliinuliwa tangu tumboni. Yes. Ulipakwa mafuta tangu tumboni. Amen. Ulichaguliwa tangu tumboni. Yes. Tafuta watu watatu, wape 5 za juu, waambie nimechaguliwa tangu tumboni. Haijalishi majirani wanakutazamaje, uliitwa tangu tumboni. Amen. Ulichaguliwa tangu tumboni. Amen. Ulipakwa mafuta tangu tumboni. Yes. Sema tena ndio. Amen. Naongea na watu wa Mungu hapa. Haleluya. Haleluya. Sema kwa bidii amen. Naomba nimalizie ujumbe wangu afu tuingie kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huchagua watu tangu nini? Tumboni. Mungu wapaka mafuta watu tangu nini? Kitabu cha Wagalatia sura ya 1 na mstari wa 15. Haleluya. Galatia 1:15. Alafu mwingine anipigie anisomee Isaya 49 mstari wa 1. Alafu aluke na some na 5. Wagalatia ndio 1 sura ya 10 mstari wa 15, Biblia inasema ndio, lakini Mungu alinitenga tangu tumboni. Alinitenga tangu
tangu nini? Tumboni. Tumboni Mwa mama yangu. Ndio. Akaniita kwa neema yake. Akaniita kwa neema yake. Kwa kumbe wewe wito wako haujaanza leo. Haleluya. Kuna mtu anasema mchungaji, fundisha watu kutoa ili wawe watu. Huo wito wa utoaji Mungu aliweka tangu wapi? Sasa tangu mtumboni, mtu wa Mungu. Mama yako anakupa biskuti, alafu akikuomba unainua mabega. Alafu leo tulikuja hapa tukufundisha utoaji, wewe tutavurugana tu hapa. Wewe ulikuwa mchoyo tangu tumboni. Amtaki, naona mmekasirika. Amen. Halo. Amen. Wewe ni mchoyo tangu nini? Kama una hiyo spirit leo lazima useme roho yoyote ya uchoyo niliyopandikizwa tangu tumboni, hiyo leo iniachie. Amen. Haleluya. Chochote, ngoja niwaambie watu wa Mungu. Sijui kama mmekuona, unampa mtoto kitu, ni wewe ndio umempa, lakini muombe. Unashangaa mtoto yule anakunyima kitu ambacho wewe umempa. Amen. Na ukimnyang'anya analia na galagala chini. Alafu huyo anakuja kuwa mtu mzima hapa kanisani, tunaambia jamani tunahitaji mic, tuchangie mic hapa. Mbona mmecheka? Na sijasema kitu. Huyu tangu tumboni, lile joka liliachilia uchoyo tangu tumboni. Yaani akimwona Pastor Elia ametoka kitambi, no. Sadaka zetu. Mimi namjua Pastor Elia wakati anakuja kuaga vile. Jamani, mimi nimekuja hapa nikiwa kijana. Wote kama nibaki vile vile kama kijana? Mvi zinatoka na kitambi kinatoka. Yaani ongezeke mvi. Rafiki yangu Adolfu yuko pale. Yule Adolfu tumekutana naye tukiwa kijana hapa. Adolfu simama pale. Adolfu sasa hivi una watoto wangapi? 4. Huyu bwana hapa tulikuwa naye kijana hapa, anafunga vyombo na piga kinanda. Leo ana watoto 4. Amen. Amen. Na mimi hapa nina watoto 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unategemea nini? Eti nibaki vile vile kama nilivyokuwa kijana? Mtu wa Mungu. Haleluya. Lakini kuna mtu akichaona tumbo lipo, sadaka zetu. Wewe ulikuwa mchoyo tangu tumboni. Haleluya. Ndio maana unaumia mtumishi wa Mungu kutoka nini? Kutoka kitambi. Haleluya. Wewe ni uhurumie tu mtumishi wa Mungu, punguza mwili. Lakini sio kwamba mtumishi ananepa kwa sadaka zetu. Nimewakwaza watu hao. Haleluya. Haleluya. Anasema aliyenijua aliniita kwenye neema yake tangu tumboni. Haleluya. Mimi namuomba Mungu neema ya Mungu ikafunuliwe kwako tangu tumboni. Amen. Kile kilichokusudiwa na Mungu tangu tumboni kikaonekane. Amen. Kikaonekane. Amen. Kikaonekane. Amen. Sema tena amen. Isaya soma pale. Biblia inasema. Ndio. Nisikilizeni enyi visiwa. Ndio. Tegeni masikio yenu. Enyi kabila za watu mlio mbali sana. Ndio. Bwana ameniita tangu tumboni. Bwana aliniita tangu wapi? Ndio. Toka tumbo la mama yangu. Toka tumbo la mama yangu. Amenitaja jina langu. Alinitaja jina langu. Yaani baba yako hajakupa jina, Mungu alishajua unaitwa nani. Alishakuchagua. Kwa umaskini Mungu hakutaja kwenye maisha yako. Alijua kabisa wewe ni tajiri. Kuna kitu kiliibiwa tangu tumboni, na leo lazima kirejeshwe kilichoibiwa tangu tumboni. Amen. Kama Mungu aliniita niwe tajiri, na urejesha utajiri wangu nilioibiwa tangu tumboni. Narejesha heshima yangu iliyoibiwa tangu tumboni. Amen. Narejesha baraka zangu zilizoibiwa tangu tumboni. Soma mstari wa 5. Mstari wa 5. Na sasa Bwana asema hivi. Yeye aliyeniumba tangu tumboni. Ndio. Niwe mtumishi wake. Ndio. Ili nimletee Yakobo tena. Anasema yeye Mungu aliyeniita tangu tumboni amenipa wakati wa kurejesha, nimrejeshe tena Yakobo. Ni maombi yangu na dua ukarejeshe vilivyopotea tangu tumboni. Amen.
ukarejeshe vilivyopotea tangu tumboni. Amen. Kama Mungu alikupa biashara tangu tumboni na adui akaivuruga, wakati huu tunairejesha ile biashara iliyowekwa tangu tumboni. Tunarejesha ule ukuu tangu tumboni. Tafuta watu watatu, wape 5 za juu, waambie leo tunarejesha vilivyoibiwa tangu tumboni. Leo tunarejesha vilivyoibiwa tangu tumboni. Yes. Ni maombi yangu na dua, ulichoibiwa kirejea. Yes. Kilichoibiwa tangu tumboni kirejea. Yes. Ule utumishi ulioibiwa urejea. Amen. Ile furaha iliyoibiwa irejea. Amen. Ile ndoa iliyoibiwa irejea. Amen. Ile amani iliyoibiwa irejea. Yes. Chochote cha kwangu kilichoibwa tangu tumboni, nikiwa kwenye tumbo la mama yangu, leo ninakirejesha. Leo nakirejesha. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie rejesha. Rejesha. Haja kusikia, mwambie tena rejesha. Rejesha. Chochote ulichoibiwa. Chochote ulichoibiwa. Kama wewe ni mwanamke, weka mkono kwenye tumbo lako, sema katika jina la Yesu, chochote kilichoibiwa kwa watoto wangu nakirejesha. Nakirejesha. Kama wewe ni mwanaume, weka mkono kifuani, sema chochote kilichoibiwa kwa watoto wangu kwenye tumbo la mke wangu nakirejesha. Kuna hatima zimeibiwa ndani ya tumbo. Kuna mafanikio yaliyoibiwa ndani ya tumbo. Kuna laana ziliachiliwa ndani ya tumbo. Kuna ulevi uliachiliwa ndani ya tumbo. Kiwanda kilibadilishwa kisitoe bidhaa inayofaa, kikatengenezwa kitoe bidhaa isiyofaa. Leo ninarejesha katika jina la Yesu. Amen. Narejesha asili ya tumbo. Amen. Narejesha asili ya tumbo. Amen. Katika jina la Yesu. Yes. Naongea na watu wa Mungu hapa. Nikumalizie maandiko machache tuombe. Maanake kama tukianza kupita hapo maandiko ni mengi na hatutamaliza. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja wa Kristo. Tuko pamoja wa Kristo. Nimalizie kitabu cha Zaburi 71 na mstari wa 6. Au kama Mungu kimpendeza nimalize maandiko machache. Zaburi 71 mstari wa 6. Biblia inasema, nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa. Ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu. Ninakusifu wewe daima. Asante. Roho ya kumtegemea Mungu, Mungu huiachilia ndani ya mtu tangu tumboni. Hujanisikia? Hujanisikia? Haleluya. Kutegemea Mungu kuna pandwa ndani ya mtu tangu tumboni. Kuna roho inaweza, ngoja nikusomee kitu. Mtu mmoja anisomee kitabu cha Luka 1:15. Luka 1:15. Narudia tena, katika tumbo la mtu roho yoyote inaweza kuachiliwa. Iwe roho ya Mungu au ya nini? Ya shetani. Naongea na watu wa Mungu hapo. Naongea na watu wa Mungu hapo. Inaweza kuachiliwa ndani ya nini? Ya tumbo. Kuna mtu ananisikia vizuri? Kuna mtu anasikia vizuri? Luka 1 mstari wa 15, Biblia inasema, kwa sababu utakuwa mkuu mbele za Bwana. Hutakunywa divai wala kileo, nawe utajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamai. Hapa malaika anamwambia Zakaria kwamba mkeo atabeba mimba na atakayemzaa si mtoto wa kawaida, atakuwa mkuu. Atakuwa nini? Mkuu. Na atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni.
Kwa kama mtu anaweza kujazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni, anaweza kujazwa roho ya uongo